Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wanahabari, napenda kuchukua fursa hii kuamkia kwa maamkizi mema, maamkizi ya Kiislamu kwa mara nyingine, pamoja na umma unaotufuatilia na kuangalia presi hii tukufu yenye kubeba moja kati ya jumbe muhimu kabisa, nayo ni mashindano ya Qur'ani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, nimejitokeza tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kuendelea kuwakumbusheni. Tulitoa taarifa ya kwanza ambayo ilikuwa ikizungumzia tarehe ya kujisajili, na ilikuwa mwisho ni mwezi huu wa 5, na leo tuna tarehe 22 mwezi wa 5 2025. Tunaombeni mfanye himma. Yaliyobaki ni masiku machache, na hatutaraji tena baada ya hapo kuongeza siku za usajili. Siku ambazo zitakuwa zinawahusu ni siku za musaala na mukabala, kwa maana interview itakayofanyika tarehe za mwezi wa 6, wa 7 na wa 8. Tunaombeni kipindi hichi chote, namba ambayo tutahitaji tuirejee tena kwa ufahamu, ili muweze, kwa wale ambao labda walipitikiwa, ni 0778 71 2202. na irejea tena 0778 71 2202. الأخ الموكل لهذه المهمة فضيلة الأستاذ سعيد الحراسي. Huyu ndiye atakayehusika na ameendelea kuwa ni mwenye kuwapokea ndugu mbalimbali katika kuwasajili katika musabaka huu. Tulisema na tunarejea kwamba musabaka huu mtu ataingia kushindana kwa juzuu zile ambazo Allah akamjalia kuzihifadhi, lakini watakaosimama katika kilele cha mashindano haya ambayo yatafanyika tarehe 16 mwezi wa 11 2025 ni wale tu waliohifadhi juzuu 30. Hivyo basi, kila mmoja wetu ambaye atakuwa ana utayari huo, majina yatapokelewa, na yako mashindano ambayo yatakuwa ni musabaka aulawia ama awalia, ambao utafanyika mwanzoni kwa ajili ya zile juzuu chache, na zawadi zitatolewa. Ndugu zangu, wengi wametuuliza zawadi ni kitu gani, ni aina gani ya zawadi. Naomba leo nitengue kitendawili hiki. Zawadi ni nono, zawadi ni kubwa, haijapata tokea katika mashindano mengi kufanyika katika nchi yetu. Zawadi ni kubwa, na ni pesa ambazo labda inaweza ikawa ni surprise, ni hadaya mufajaa, ni zawadi ambazo itakuwa ni surprise kwa wale washindanao au washindao. Watakaoshinda watapata zawadi kubwa kweli kweli, lakini hatuja kuwa tayari kuzitoa na kuzieleza kwenu. Hivyo nitaendelea kwanza kuwa ni siri, na tutakuja kuzitoa baada ya kupata ridhaa ya ndugu zetu ambao ndio waliobeba dhima hii ya mashindano haya. Mashindano haya yanaletwa kwetu na taasisi ya At-Tijaratu Rabiha. Hivyo shime alaikum, tunawahimiza Waislamu popote walipo. Nukta nyingine ambayo ya muhimu, wageni ambao wameshajisajili kuhudhuria katika musabaka huu ni mashekhe mbalimbali wakubwa katika nchi yetu na nje za nchi. Lakini pia
tunao viongozi mbalimbali ndani ya mkoa wa Tabora na nchi yetu kwa ujumla ambao wametia nia na wametoa taarifa ya ushiriki wao. Baadaye tutawapeni majina pamoja na kumtaja mgeni rasmi. Ndugu Waislamu ambao mnasikia sauti hii ndani ya Tanzania na nje ya mipaka hii ya Tanzania, tunawaombeni jambo hili muweze kuwahi, kwa sababu nafasi sio nyingi sana, lakini pia usije ukajutia kwa namna ya mashindano haya yalivyojipambanua kizawadi, kinamna yake, kwani yanafanyika kwa mara ya kwanza kwa ukubwa huu nje ya Dar es Salaam. Yanafanyikia wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora, katika nchi yetu pendwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiki ni kitabu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema tumekiteremsha kwako ya Muhammad, tena kimebarikiwa, kina baraka tele kutoka kwa Muumba, ili watu wapate kuzingatia aya zake na wapate kukumbuka wote wenye akili. Naombeni mje tushirikiane pamoja, tuweze kuzingatia aya za Allah na tuweze kukumbuka kwa ile neema ya akili ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia. Wa shukran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.